kwa maana ya wachezaji, na Singida wana mentality yao ambao tumeshaizungumza mara nyingi. Wao mechi yao ni moja tu against Simba Sports Club. Watafanya maandalizi makubwa, watafanya kila kitu, watafanya hila zote, na wachezaji wa timu ile wanajua kabisa ya kwamba hiyo ndio mechi yetu sisi ambayo tunapaswa kucheza, na hata viongozi wao wanawaambia hivyo, hiyo ndio mechi yetu sisi ya kucheza. Kwa hiyo ni mechi ngumu, lakini ubora utakwenda kuamua uwanjani. Haya bwana, huyo ni afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, moja kwa moja akiweza kutadabaisha hivyo baada ya ushindi ambao uliopata katika siku ya jana dhidi ya Pamba Jiji. Lakini pia vile Ahmed anasema kwamba moja kati ya sababu ambayo ilisababisha Pamba Jiji kufungwa goli za kutosha jana ni kwa sababu ya aina ya jezi walizovaa. Kwani Pamba jana walivaa jezi zangi gani? Haijakuwa rahisi. Nilivyoona Pamba wamevaa jezi oversize nikajua tutawafunga tu. Kwa hiyo tumewafunga vizuri kabisa kwa ugumu wa hali ya juu. Wamepambana walivyoweza kupambana, wamejitahidi walivyoweza kujitahidi, lakini mwisho wa siku quality ikaamua. Ubora wa wachezaji wa Simba dhidi ya ubora wa wachezaji wa Pamba ikaamua. Ubora wa benchi la ufundi la Simba dhidi ya ubora wa benchi la ufundi la Pamba likaamua matokeo. Ilikuwa ni mechi ngumu. Ukiangalia mechi ya Kagera Sugar, ukiangalia mechi ya ngumu, zote zimekuwa ni mechi jiwe kweli kweli, lakini concentration ya wachezaji wetu, ubora wa timu yetu, tumefanikiwa kuondoka na alama 3 hapa Mwanza. Sisi kwetu ni jambo la furaha na faraja kweli kweli. Tuliwekeza nguvu kubwa kushinda mechi leo kwa sababu kwanza tulitaka kufuta makosa ya msimu uliopita. Msimu uliopita hapa tuliambulia sare ya bao 1-1, sare ambayo ikawapa confidence Pamba, sare ambayo Pamba wakaona kama wanaiweza Simba, wakajiaminisha. Sasa leo ilikuwa ni muhimu mno tumfunge Pamba ili kuiondoa hiyo confidence ambayo tayari ilikuwa imeshaanza kujibuild kwenye mioyo yao. Lakini yale maeneo ambayo msimu uliopita tulikwama, aidha kwa kupoteza ama kwa kutoka sare, kampeni yetu msimu huu ni kutopoteza against hao wapinzani. Kwa hiyo tulipoteza dhidi ya Pamba msimu uliopita. Msimu huu tukasema iwe iwavyo, lazima tukafute yale makosa, twendeni tukapate ushindi. Vijana wameingia uwanjani, wamepigana kiume na hatimaye tupate ushindi. Na nikwambie kitu kimoja Abdul Majid, wachezaji wetu kama wakiongeza umakini kwenye eneo la ushambuliaji, mechi hii ya leo tulikuwa na uwezo wa kufunga magoli 4, 5 mpaka 6. Kipindi cha kwanza tukiwa kwenye utimamu wa hali ya juu. Tulifika mara nyingi kwa Pamba, tulimshambulia sana, tulikuwa kwenye ubora wa hali ya juu, lakini tukatumia nafasi chache kupata magoli 2 na nyingine tukazipoteza. Hai bwana, huyo ni Laigwanani Ahmed Ally. Jina la Laigwanani, kuna sehemu Ahmed alienda kutembelea, ulikuwa ni mkoa gani ule? Wakampa jina hilo la Laigwanani. Wakampa jina la Laigwanani. Sasa ametanabaisha hivyo. Of course wanakwenda kucheza sasa mechi dhidi ya Singida Black Stars. Kila mtu anajua namna ambavyo mechi ya Simba na Singida inavyokuwa. Singida hajawahi kumpa mechi nyepesi Simba Sports hata mara moja. Hajawahi kumpa hiyo mechi nyepesi. Huwa anampa mechi ngumu sana. Msimu ulioisha Simba Sports Club kavuna pointi 6 kwa Singida Black Stars. Lakini angalieni kwenye ile mechi ya kwanza ambayo ilichezwa katika uwanja wa Airtel Stadium, Simba ilishinda goli 2-1. Kama nakumbuka, Simba ndo alikuwa kwanza kufungwa kutanguliwa, akaja akasawazisha. Goli la pili anafunga Elimpanzu, pasi ya Chama. Angalia ile mechi namna ambavyo Singida walivyocheza. Jana Singida akapata sare ya 1-1 dhidi ya Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi. Maana yake hawezi kwenda kumpa mechi nyepesi Simba hata kidogo. Maandalizi yatakuwa ni makubwa sana kwa pande wa Singida Black Stars. Ndio hizo ndo mechi unaweza kukuta wanaekewa bonus ukishinda milioni 100, sare milioni 50. Lakini unajaribu kutazama kwa pande wa Simba Sports Club, kwa maana kocha Steven Becker, ni muda sasa sahihi. Kuna baadhi ya wachezaji pia ni wakati wa kuweza kuwatumia. Mfano katika eneo la kiungo
Yusuf Ali Kagoma hatujamwona mechi ya jana. Ibrahim